kuwaona tena. Mimi nawaaminia kwamba mkiamua kufanya jambo Nkasi huwa mnafanya jambo. Tulizungumza hapa miaka 5 iliyopita tuchague mbunge Nkasi Kaskazini. Jimbo lenu ni jimbo pekee katika nchi hii ambalo tulipata mbunge wa jimbo Tanzania nzima. Sasa niwapongeze kwa hilo. Lakini ndugu zangu, hebu naomba tusishangilie sana. Hebu fikirieni jambo hili. Mwaka 2015 mimi na Aida na Sugu tulipoenda bungeni, kulikuwa na wabunge 72 wa Chadema. Kulikuwa na wabunge 60 na ngapi wa vyama vingine. Tulikuwa jumla 117. 45. Kwa kulikuwa na wabunge 72 wa Chadema, kulikuwa na wabunge 45 wa vyama vingine. Asante. Ngoja wamuone kwanza. Leta kwanza wamuone. Tutaenda kuoga. Aida anasema tutapata shobo, tutaenda kuoga. Ngoja bana. Zigo. Ngoja. Hebu shika hiyo. Ngoja bana. I say, tani nzima. Ni watu wa Kirando hamna mchezo nyinyi. Asanteni sana. Naomba niendelee. Asanteni sana. Kwenye uchaguzi uliopita, uchaguzi mkuu, tumepata mbunge mmoja. Uchaguzi mkuu 2015 tulikuwa na wabunge 72. Kwa hiyo wakati ni sahihi kuwapongezeni watu wa Nkasi Kaskazini. Ni muhimu tuone uchaguzi wa nchi hii kwa sasa kama janga la taifa linalohitaji tufanye utaratibu tofauti kidogo, na nitauelezea hapa. Sasa sio uchaguzi mkuu tu, uchaguzi wa vijiji. Wenyewe mmesema, viongozi wamesema hapa, tangu mwaka 2000 CCM hawajashinda chochote hapa. Mwaka jana kwenye wilaya nzima ya Nkasi wamekomba vyote, wameiba vyote, wamebakisha kimoja. Yaani wilaya nzima ya Nkasi ina mwenyekiti mmoja wa kijiji wa Chadema. Kwenye kata yenu hapa 2014, miaka 10 iliyopita, mlichagua wenye viti 7 kati ya 8 wa Chadema. Miaka 10 baadaye mnaambiwa wagombea wenu hawajui kusoma, hawajui kuandika majina yao, hawajui kuandika jina la chama chao. Uhuni mtupu. Miaka 10 iliyopita, hii sisi nchi nzima Chadema tulishinda vijiji 1754. Mwaka jana tumeshinda
97 kutoka 1754. Miaka 10 iliyopita tulishinda mitaa 980 ya mjini. Mwaka jana mitaa 36 tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wananchi wanatupigia kura, wanaotangaza matokeo ni CCM, wanaosimamia uchaguzi ni CCM, mkurugenzi asimamie uchaguzi kama kwenye halmashauri nzima, watendaji wake wanasimamia vijijini, na wote wamewapa amri kwamba wasitangaze wapinzani, wasitangaze Chadema. Kwa mnapoenda kupiga kura, mnaenda kufanya kazi bure. Ni nchi nzima sasa, ni ugonjwa wa nchi nzima, na ulianza 2019 walipofuta wagombea wetu wote nchi nzima. 2020 uchaguzi mkuu wakatubakishia mbunge mmoja, Aida Wenu. Mwaka jana, maafa ya mwaka jana, uchaguzi wa vijiji na mitaa. Sasa niwaulize wananchi wa Kirando, tutaenda namna gani, namna hii kwenye chaguzi hizi mpaka lini? Tutanyamazia upuuzi huu mpaka lini? Tuwaruhusu watuibie mpaka lini? Ni lini ndio tuseme inatosha? Ndio maana chama chetu kimesema baada ya mwaka jana, kamati kuu ya chama ikasema sasa mapambano yetu lazima tuyaelekeze kwenye kubadilisha mfumo wa uchaguzi. Maana yake ni nini? Kitu gani kinahitaji kubadilishwa? Namba moja, hatutaki tena wakurugenzi na watu wa halmashauri wasimamie uchaguzi wowote. Wote ni wana CCM, wote wanatumwa na CCM kuhujumu uchaguzi. Hatutaki wasimamie chaguzi tena. Na hiyo ni pamoja na walimu na manesi na wengine wote wanaohusika na uchaguzi. La pili, tunaposema tume huru, manake ni hiyo, iwe huru, isipendelee CCM hata kidogo, na isitupendelee na sisi vile vile. Hatutaki kupendelewa, tunataka tutendewe haki. La pili, tunataka sheria zetu zote za uchaguzi zifanyiwe marekebisho. Sheria zetu zinaruhusu wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wetu. Hatutaki tena wagombea wetu waenguliwe kwa sababu za kipuuzi kama za miaka hii. Sheria zetu zinaruhusu wagombea wetu ambao hawajaenguliwa wafanyiwe vurugu wakati wa kampeni, mara wasimamishwe na kamati za maadili, mara wapigwe mabomu na mapolisi, mara wazuiliwe kufanya kampeni. Hatutaki tena sheria iruhusu watu wetu wafanyiwe fujo wakati wa kampeni. Mawakala wetu wanapata shida, hawaapishwi. Kama ni kuapishwa ni vita, wakishaapishwa kuingia kwenye vituo ni vita, wakiingia kwenye vituo kupata fomu za matokeo ni vita. Hatutaki tena mawakala wetu wasiapishwe. Hatutaki tena mawakala wetu wanyimwe fomu. Hatutaki tena mawakala wetu wazuiliwe kuingia kwenye vituo. Sheria iseme hivyo. Na vile vile hatutaki tena matokeo ya uongo yatangazwe. Tumewashinda CCM mahali pengi, wanatumia mtutu wa bunduki wa mapolisi tunawalipa mishahara kutangaza wagombea wao kwa nguvu. Hatutaki tena jeshi la polisi litumike kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa nguvu. Waacheni CCM wafe vifo vyao, tuwazike. Hatutaki tena
ma-DC kujiingiza na mambo ya uchaguzi. Huyu wa kwenu hapa mnamuita jua kali, yule nyumbani kwao Kilombero, ni wa Kilombero, ni waambieni, wanamuita mtoto wa laana. Mtoto wa nini? Mtoto wa laana. Yule mtoto wa laana alichaguliwa na wananchi wa Kilombero kuwa mbunge wa Chadema. Ili atangazwe mbunge, wananchi walilazimika kuchoma moto mahakama ya wilaya ya Kilombero ili jua kali atangazwe mbunge. Vinginevyo asingetangazwa. Na CCM akawa mbunge wa Chadema, wakamtengenezea kesi kumfuta ubunge. Nikaenda nikakaa karibu miezi mitatu na mtetea asinyang'anywe ubunge, tukashinda kesi. Wakamtengenezea kesi ya uongo ya jinai, wakamfunga jela. Huyu mtoto wa laana huyu DC huyu akafungwa jela miezi 6, akapelekwa gereza la Ukonga, Dar es Salaam. Nikaenda mimi kumkatia rufaa, kumtetea mahakamani, tukamtoa gerezani. Halafu miezi michache baadaye akajiunga na CCM. Mtoto wa laana. Wanapopita hapa, anapojipitisha hapa, mwambieni wewe ni mtoto wa laana. Sasa tusiwaruhusu tena watoto wa laana kama yeye wasimamie tena chaguzi zetu. Sasa ndugu zangu, tumesema tunataka mabadiliko. Tunaposema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake ni kwamba wasipokubali kuwaondoa hawa watu wanaohujumu uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Nyie watu wa Kirando, kwa msimamo wenu tu, mkikinukisha hapa uchaguzi utafanyika hapa. Sasa tunahitaji msimamo wa aina hii, tunauhitaji nchi nzima. Kirando peke yake haitatosha. Tunahitaji Kirando isambae nchi nzima. Tuambie wananchi kwamba hatutaki tena kuchezewa kwenye uchaguzi na CCM na watu wao. Kama hawataki mabadiliko, tuwaambie hamtafanya uchaguzi. Kinuke nchi nzima. Kikinuka nchi nzima, tutapata mageuzi. Kikinuka nchi nzima, watakubali kubadilisha utaratibu wote wa uchaguzi. Halafu tutaenda kwenye uchaguzi. Nchi haitakimbia. Kwa unaosema kwamba sasa itakuwaje tusipoenda uchaguzi? Kwani chaguzi zitaisha? Tutengeneze mazingira bora ya chaguzi, ili tunapoenda kwenye uchaguzi tuende tukijua kwamba tukipiga kura zetu zitahesabiwa kwa haki. Tukichagua viongozi, tujue kwamba viongozi tuliochagua watatangazwa kwa haki. Tutengeneze mazingira ya chaguzi za haki, chaguzi zilizo huru, chaguzi zinazokubalika kwa wananchi. Huu utaratibu wa kila mwaka wa uchaguzi, tunazika watu, tunatoa watoto wetu makafara ili CCM waendelee kubaki madarakani. Huu utaratibu lazima tuumalize, na tuumalize mwaka huu. Kwenye hii bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mnanipata Kirando? Kazi hii ni kubwa sana. Sisi tumejitolea kuifanya, na tutapeleka ujumbe huu nchi nzima. Mwenye kutusikia atusikie, mwenye kutuunga mkono atuunge mkono.
Na mimi sina shaka hapa Kirando, sina shaka kabisa kwenye kasi hii, kwenye Kirando hii, sina shaka kabisa kwamba wote mtatuunga mkono. Basi hili jambo ni jambo letu wote. Linawahusu hawa mapolisi vile vile. Linawahusu viongozi wetu wa kidini. Ndio maana tuna Askofu Mama Kula hapa. Na tuwaambie na mapadre wetu na mashehe wetu na wachungaji wetu na maaskofu wetu, tuwaambie na hili linawahusu vile vile. Msinyamaze. Nchi nzima iamke, tuwe na chaguzi za haki. Sawa sawa? Huu ndio ujumbe wetu mkuu kwenye ziara yangu kanda ya Nyasa. Niwapongezeni kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tuna chama. Hao wanaosema tusipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa, yani nyie watu wa Kirando, yani nyie ndio mtaenda Chauma. Maana nasikia Chauma sijui nini, yani nyie mtaenda Chauma, nyie mtaenda CCM. Chama kitakufaje? Chama kitakufaje kwa kudai haki? Kwa hawa wanaosema chama kitaangamia, tuwaambie chama kinachodai haki kitaishi milele, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa haki, au sio? Na haki huinua taifa, au sio? Kwa ndugu zangu, ujumbe ni huo, na nawashukuruni sana kwa kuja kwa wingi wenu. Nawashukuruni kwa kutusubiri muda wote huu. Sasa la mwisho, ili tukapumzike, na mimi nimechoka na watu wangu. La mwisho, hii kazi hii inahitaji kila mmoja wetu ajitolee, au nakosea? Hivi vyombo vya matangazo vinahitaji kulipiwa, au nakosea? Haya magari mpaka yaje Kirando na barabara ndio hiyo ya CCM yanahitaji mafuta, na mafuta yanahitaji yalipiwe, au nakosea? Na sisi tunaotembea kwenye hii kazi ya kujitolea tunahitaji kunywa maji, au nakosea? Tunaomba mjitolee, tujitolee wote. Kila mtu aweke baraka yake, kila mtu aweke shilingi 10 yake, aseme na mimi nimo, na mimi nimo. Tunasema kila mtu tutengeneze nini? Tone. Sinafahamu tone? Tone moja litakulisha chakula. Yakiwa matone mengi yanatengeneza wingu, linatengeneza mvua inatengeneza mito, inajaza ziwa, tunavua samaki, tunapata chakula. Au nasema uongo? Kwa hiyo na hilo tone lako la shilingi 10, la shilingi 100, la shilingi 1000, ukilitoa mkawa wengi, yakawa matone mengi, tutatengeneza mvua, tutatengeneza mafuriko yatakayoiondoa CCM madarakani. Mnaonaje kwenye hilo? Kwa hiyo ndugu zangu, nawaombeni na nyie kila mmoja wenu atoe tone lake. Sawa? Mnanipata? Sasa nitangaze namba ambayo unaweza na wewe kuchangia tone lako. Sawa sawa?